Makofi machache hayatakiwi. Hayo ndio yanayotulogea ibada. Ongeza ya juu zaidi ili waloge maadui zako kupitia madhabahu ya Yesu Kristo wasiinuke. Kufatana na muda wetu, tutaingia katika somo ambalo ni fupi lenye kichwa kinachosema birika lenye matao matano na malaika wa uponyaji. Birika lenye matao matano na malaika wa uponyaji. Bwana Yesu Kristo aliye Mungu mkuu na nuru halisi atusaidie sana. Kufatana leo tarehe 27 ya mwezi wa 5, tuko na safari ya kuelekea mwishoni mwa mwezi, na mapambano tulionayo yanatuongoza kufanya ibada za matukio ambayo yatamalizana na shetani na vibaraka wake wote. Ameni ndogo, tafuta mahali pengine, hapa ndani haitafanikiwa. Kufatana na muda, tunaanza moja kwa moja. Birika lenye matao matano na malaika wa uponyaji. Yohana sura ile ya 5 kuanzia mstari wa 1 na kushuka nao, naomba tusome. Kitabu cha Yohana sura ya 5 mstari wa 1, ninasoma kwa jina la Yesu. Soma. Na baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi. Naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Ndiyo. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika. Ndiyo. Iitwayo Kiebrania Betheshaza. Ndiyo. Nayo ina matao matano. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala. Ndiyo. Vipofu, viwete, nao waliopooza. Ndiyo. Wakingoja maji yachemke. Mstari wa 4. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka, akaingia katika ile birika, Ndiyo. akayatibua maji. Basi katika yeye aliyeingia wa kwanza, yule atakayeingia wa kwanza, baada ya maji kutibuliwa, akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Akapona na ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Mtu huyu amekuwa katika hali ya udhaifu na maradhi kwa muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyo amelala, na Yesu alipomwona akiwa amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, na Yesu alijua kabisa kwamba huyu mtu amekuwa na hali hii ya mateso kwa siku nyingi. Alimwambia, wataka kuwa mzima? Je, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, mgonjwa akajibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani. Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa. Wakati maji yanapotibuliwa, kila wakati mimi ninapokuja, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Kuna mtu mwingine anashuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama. Jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima. Mara huyo mtu akawa mzima. Akajitwika godoro lake akaenda. Nayo ilikuwa ni siku ya Sabato siku hiyo. Endelea. Mstari wa 10. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamwambia yule aliyeponywa, Ndiyo. Leo ni Sabato. Wala si halali kwako kujitwika godoro. Si halali kwako wewe eti kwa sababu umepona ujitwike godoro. Akawajibu, yeye aliyenifanya kuwa mzima, yule aliyenifanya kuwa mzima, ndiye aliyenipa maagizo nibebe godoro. Jitwike godoro lako uende. Ndiyo. Basi wakamuuliza, yule aliyekuambia jitwike uende ni nani? Aliyekuambia ujitwike godoro uende ni nani? Lakini yule mtu aliyeponywa akumjua ni nani. Yule aliyeponywa hata akumjua Yesu ni nani. Maana Yesu alikuwa amejitenga. Wakati huo Yesu alikuwa ameshajitenga, kwa sababu palikuwa na watu wengi mahali pale. Na kwa maana pale walikuwepo watu wengi. Mstari wa 14. Ndiyo. Baada ya hayo Yesu
Yesu akamkuta ndani ya hekalu akamwambia, angalia umekuwa mzima. Yesu akamkuta ndani ya hekalu na akamwambia, angalia sasa umekuwa mzima. Usitende dhambi tena. Usitende dhambi tena. Lisije likakupata jambo lililo baya zaidi. Ili kwamba lisije likakupata jambo lingine ambalo ni baya zaidi. Mstari wa 15. Ndiyo. Yule mtu akaenda zake. Yule mtu akaenda zake. Akawapasha habari Wayahudi ya kwamba. Akawapasha habari Wayahudi ya kwamba. Yesu aliyemfanya kuwa mzima. Ya kwamba aliyemfanya kuwa mzima anaitwa Yesu. Kwa sababu hiyo, Wayahudi wakamudhi Yesu. Rudia tena hapo. Kwa sababu hiyo, Wayahudi wakamudhi Yesu. Wayahudi hawakumuoji, wakamudhi Yesu. Kwa kuwa alitenda hayo siku ya Sabato. Kwa sababu alitenda mambo hayo siku ya Sabato. Mstari wa 17. Ndiyo. Akawajibu, baba yangu anatenda kazi hata sasa. Baba yangu anafanya kazi hata sasa. Nami nitatenda kazi. Na mimi sharti nitende kazi. Mstari wa 18. Basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumuua. Hapo ndipo Wayahudi wakazidi kutaka kumuua. Kwa sababu hakuivunja Sabato tu. Kwa sababu hakuivunja Sabato tu. Bali pamoja na hayo alimuita Mungu baba yake. Kwa sababu hiyo pamoja na mambo yote, kosa lingine alilolifanya ni kumuita Mungu baba yake. Akijifanya sawa na Mungu. Na hapo alikuwa anajilinganisha kuwa sawa na Mungu. Basi Yesu akajibu akawaambia, amini amini nawaambia. Amini nawaambieni. Mwana hawezi kutenda neno mwenyewe. Mwana hawezi kutenda neno mwenyewe. Ila lile ambalo amona baba analitenda. Ila ni lile ambalo yeye mwenyewe amemwona baba yake akilifanya. Kwa maana yote ayatendayo yeye. Kwa kuwa yote anayoyatenda yeye. Ndio ayatendayo mwana vile vile. Ndio yale mwana anayoyafanya vile vile. Mstari wa 20. Ndio. Kwa kuwa baba ampenda mwana. Baba anampenda mwana. Naye umuonyesha yote ayatendayo mwenyewe. Naye ndio maana anamuonesha yote anayoyatenda yeye. Hata na kazi kubwa zaidi kuliko hizo atamuonyesha. Hata na kazi kubwa ambazo ni zaidi ya hizo atamuonesha. Ili ninyi mpate kustaajabu. Ili ninyi mpate kustaajabu. Mstari wa 21. Hapo sasa inatosha. Oh yes. Uko tayari Yesu awastaajabishe maadui? Tupo tayari. Watesi na wataabishaji wa maisha yako. Tupo tayari. Bwana Yesu Kristo aliye Mungu mkuu na nuru halisi atusaidie sana. Amina sana. Birika lenye matao matano. Oh yes. Na malaika wa uponyaji. Amina. Haleluya. Amina. Kufatana na mwezi wa 5. Sawa. Nambari 5 inaposimamia nguzo 5 za Ukristo duniani. Amen. Bwana Yesu asaidie sana. Amina sana. Wakristo wanasimamiwa na nguzo 5 za Ukristo. Oh yes. Waislamu wanasimamiwa na nguzo 5 za Uislamu. Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu. Hebu mkanyage na miguu yote miwili na useme hata inuka tena. Hata inuka tena. Nguzo hizi 5 za Ukristo. Sawa. Kabla mwezi wa 5 haujamalizika, wakati tungali mwishoni, ndio lazima kila mtu ajichunguze. Amina. Kufatana na zile huduma 5. Sema amen. Amina. Ambazo zinaukamilisha mwili wa Kristo. Oh yes. Na kazi ya huduma ipate kutendeka. Amina. Na mwili wa Kristo upate kujengwa. Oh yes. Wewe ni kiungo kipi kati ya viungo 5? Jichunguze katika mwili wa Kristo. Jiulize. Fatana na Waefeso ile sura ya 4 na mstari wa 11. Sawa. Unaelezea hizo nguzo 5. Amina. Tusome. Kitabu cha Efeso sura ya 4 na mstari wa 11. Ndiyo. Ninasoma kwa jina la Yesu. Soma. Naye alitoa wengine kuwa mitume. Yeye alitoa wengine kuwa mitume 1. Na wengine kuwa manabii. Manabii 2. Na wengine kuwa wainjilisti. Wengine wainjilisti 3. Na wengine kuwa wachungaji. Wachungaji 4. Na waalimu. Na waalimu 5.
Yes. Endelea. Mstari wa 12. Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Hizi nguzo 5 ni kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Hata kazi ya huduma itendeke. Hata kazi ya huduma iweze kutendeka. Hata mwili wa Kristo ujengwe. Na mwili wa Kristo ufanye nini? Ujengwe. Yes. Kanisa linajengwa na huduma 5. Amina. Ambazo zinaukamilisha mwili wa Kristo. Oh yes. Kristo alipotoa unabii. Sawa. Ya kwamba livunjeni hekalu hili. Lakini ndani ya siku 3 nitalijenga. Amina. Alikuwa anamaanisha kujenga mwili wa Kristo. Oh yes. Ule waliousambaratisha kwa kugonga misumari, mijeledi, ndio, miiba, yes, utobolewa, misumari, ndio ule uliozikwa makaburini, ule tena ukanyanyuliwa ndani ya siku 3. Ule na ukiisha kunyanyuliwa, sawa, haukubakia tena ulimwenguni. Ulikaa na wanafunzi kwa siku 40. Amen. Baada ya siku 40, baada ya ufufuo wake, oh yes, alipaa. Amina. Asema naenda kwa Baba. Yes. Na kisha aenda kwa Baba. Sawa. Hivi sasa mwili ule wa Kristo unajengwa kwa njia ya kujitoa. Amina. Kwa kuzaliwa kwa kanisa mara ya pili. Oh yes. Anaposema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Oh yes. Nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu. Oh yes. Kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Amina. Nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Haleluya. Kwa kuwa mzigo wangu mimi ni mwepesi, na nira yangu ni laini. Amina. Yesu Kristo lengo lake, sawa, ni kutubadilisha tuwe viungo vya mwili wake. Kumbe kwa kujenga tena mwili wa Kristo, kwa kujitolea kwake kuwa dhabihu iliyo hai. Amina. Mungu hatumii marehemu walioko mochwari, wala hatumii wafu walioko makaburini. Oh yes. Mungu hatumii walevi walio vilabuni. Amen. Wala hatumii makahaba wanaojiuza masokoni na kwenye minada za kikahaba, kwenye club. Oh yes. Yeye anatumia watu waliojitoa sadaka. Amina. Wakiwa hai. Oh yes. Yes. Unapotii wito wake, mtu yoyote mwenye akili timamu, ndio, anapotii wito wa Yesu, sawa, sema amen. Amen. Lazima aulize Mungu, umeniitia nini? Yes. Utakuwa mtu ambaye una mapungufu ya akili. Nikikuita fulani njoo, unakuja tu. Yes. Alafu unasimama up, alafu unageuka unaondoka. Charity uulize, umeniitia nini kuhani? Kabisa, 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 kabisa. Wito wa Mungu, kuitika kwa njia ya matangazo ya kwenye television, sawa, kwa njia ya ishara na miujiza. Zile ishara, yes, ambazo watu wanapona, sawa, wanafunguliwa, wanafanikiwa, yes, ndio ishara pekee, oh yes, inayokuonesha Mungu yuko huku. Kumbe ndio kibao, yes, ndio mshale unaokuonesha Mungu anapatikana katika madhabahu hii. Amina. Na kama ukishapona, yes, alafu ukakimbia tena, yes, kurudia mambo yako, hauna muda mrefu. oh yes, wale waliokusababishia matatizo watakumaliza moja kwa moja, watakuachia tena pumzi. Ndio. Maandiko yanasema wazi, sawa, pepo mchafu amtokapo mtu hupitia mahali pasipo maji, ndio, akitafuta mahali pa kupumzika, yes, asipate. Na asipopata
anasema nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka tena. Hata anapokuja, Yes. anaiona ile nyumba aliyotoka ni tupu. Oh yes. Imefagiliwa na kupambwa. Oh yes. Manake pepo akitoka ndani yako, sawa, Yesu anatakiwa a replace, aingie kwenye ile nafasi. Oh yes. Haipaswi pepo anaporudi akute nyumba ni tupu. Lazima akute kuna kitu kiko pale. Ndio. Sema amina. Amen. Na hicho kitu ni Yesu Kristo mwenyewe, kupitia Roho Mtakatifu. Amen. Imefagiliwa na kupambwa. Yes. Manake kufagiliwa imekosa maombi. Maombi, sawa, ni njia ya kuzungumza na Mungu. Uwezo ukazungumza na Mungu, yes, kama mahusiano yako na Mungu hayako vizuri. Hawezi. Yes. Wanaozungumza ni watu ambao tayari mahusiano yao yameshakuwa mazuri. Kabisa, kabisa, kabisa. Ndio wana uhuru wa kuzungumza. Oh yes. Kwa hiyo asema nirudieni mimi, nami nitawarudia ninyi. Ndio. Unapomrudia Yesu, cha kwanza mahusiano yako. Sawa. Cha pili maombi. Maombi. Kuanza kumwomba. Kuanza kutumia nafasi aliyokupa. Oh yes. Kupambana na ulimwengu wa roho. Ambao hapo mwanzo ulikuwa uwezi kukabiliana nao. Oh yes. Kwa sababu ulikuwa hauna mahusiano mazuri na yeye. Kabisa, kabisa. Yeye ndiye mwenye uwezo, oh yes, wa kukushindia vita ya ulimwengu wa kiroho. Anaweza. Ndio shujaa. Amen. Wa hivyo vita. Yes. Ndio Bwana wa vita. Ndio. Ndiye amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulimwengu wa roho. Ndio. Yawe majeshi ya pepo wabaya au majeshi ya malaika wa mbinguni. Ndio. Akiamuru chochote yanafuata. Wewe. Ukisharejesha mahusiano yako mazuri na yeye, sawa, anakugeuza kuwa moja wa malaika zake. Amina. Yeye awageuzaye kuwa malaika kuwa pepo, na watumishi wake kuwa miali ya moto. Haleluya. Ndiye mwenye uwezo wa kugeuza hatima yako. Amina. Kurejeshea uhalisia anaweza, ambao ulitoka nao mbinguni. Amen. Wewe ni mtume. Ndio. Kati ya zile huduma ngapi? 5. Oh yes. Umetumwa. Oh yes. Duniani. Ni mtume nani? Nani? Naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Naye alitoa wengine. Oh yes. Kuwa mitume. Aya. Yes. Mitume sio lazima uwe mhubiri. Mtume ni malaika anayetumwa na Mungu kwa kusudi maalum. Amina. Ni mjumbe wa Mungu wa agano jipya. Mjumbe. Sema amen na ubarikiwe sana. Amen. Kupeleka habari njema. Ndio. Ni mizuri sana. Juu ya milima. Watu wote. Yes. Waletao habari njema. Amina. Yes. Miguu yao. Yes. Mahali popote. Amen. Nitakapowatuma, mtakapoingia, yes, wakiwapokeeni, amani yenu itawakalia. Amen. Wakiwakataa, yes, mnapoondoka kung'uteni mavumbi yaliyo katika miguu yenu. Amina. Manake Yesu Kristo, sawa, akikuita, lazima umuulize Yesu, umeniitia nini? Anakuambia na kutuma. Oh yes. Alimuita Yeremia. Ndio. Asema Yeremia, waona nini? Asema naona ufito wa mlozi. Asema umeona vyema. Oh yes. Kwa maana mimi ninaliangalia neno langu ili nipate kulitimiza. Yes.
kila mmoja aliyekuja duniani amekuja kwa neno la Mungu. Yes. Na hilo neno lake ndilo litakalotimizwa kwenye maisha yako. Mioyoni mwa watu mna hila nyingi, lakini shauri la Bwana ndilo litakalosimama. Hallelujah. Walioitwa ni wengi. Yes. Wateule ni wachache. Wachache. Wanaoitwa ni wengi. Wanaoteuliwa, wanaonekana wanafaa, ndio wanaonekana ndio majira yao sahihi, yes, ya kuwatuma, ni wachache. Wachache. Wengi wanafuata kanisani shida zao wenyewe. Ni kweli kabisa. Mapenzi yao wenyewe. Ninenepe, niwe na ipsi, wewe niwe na miguu minene, niwe na mashavu nivutie, pate ndoa, nipate biashara, nipate kazi, nipate utajiri. Ndio. Unataka vitu vya kukufurahisha wewe binafsi. Lakini nataka nikuhakikishie, sawa, unapokutana na upinzani katika vitu unavyovifanya, ujue kati ya vile unapenda kufanya, sawa, hakuna mapenzi ya Mungu kwenye hivyo vitu. Hakuna kinachomfurahisha Mungu. Asante mwalimu. Kwa hiyo Mungu anaruhusu kutane na vipingamizi ambavyo waganga watashindwa kukusaidia. Ndio. Wachawi watashindwa kukusaidia. Watashindwa. Washirikina watashindwa kukusaidia. Wenye akili watashindwa kukusaidia. Ndio. Wenye uwezo kwenye familia watakwama kukusaidia. Watakwama. Hapo ndio utajua kwamba msaada wako hautokani na watu. Hautoki kwenye milima. Unatoka kwa Mungu aliyezifanya. Asante mwalimu. Yes. Daudi asema, nitayainua macho yangu, nitazame milima, nitazame wanadamu, nitazame viumbe, nitazame wenye hekima, nitazame wenye akili. Ni nani atakayenisaidia miongoni mwa ndugu zangu? Lakini nikagundua msaada wangu hauko kwa watu, msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Asante. Tunao watu wana ndugu zao ni viongozi wakubwa kabisa kwenye mataasisi, ni kweli, wengine serikalini, wengine wamefanikiwa kwenye mifumo ya kibiashara. Wapo. Lakini namna ya kukusaidia inakuwa ni mtihani. Kabisa. Kishaona namna hiyo, usisingizie wachawi. Tafuta mapenzi ya Mungu. Asante mwalimu, asante. Tafuta kusudi la Mungu ni nini kwenye maisha yako. Usipende kufanya vitu vya kukufurahisha wewe. Nipate mume, hawa ananibeba, ananibembeleza. Unataka kubembelezwa wewe, ufurahishwe. Dunia hii hakuna mume wa namna hiyo. Hakuna. Yeye mwenyewe ameshindwa kufanya mazoezi kubeba vyuma. Kwenda kugonga nondo ameshindwa. Jimu yenyewe imemshinda akubebe wewe na kilo zako nyingi. Ulivyo mzito, kiumbe mzito. Imeshamuuzi mtu tayari. Tunapona. Na kuudhi nini? Tunapona. Nataka nikuhakikishie, ndoa ni jukumu kabisa. Na kama hujakuwa tayari kulibeba jukumu la ndoa, sawa, kwenda kukaa na mtu kiumbe kilichomshinda baba yake na mama yake, ndio hapo wamepambana nacho, kiache pombe, bangi, sigara, uchawi, uganga na ushirikina. Ndio mpaka kimefika hapo mahali kilipo na macho mekundu. Wewe unajitokeza, unatembea kimisi, unasema mimi nayaweza. Na kucha hizo unavyozinyoosha na kope za bandia. Umweze wapi mkibosho wa kibosho?
Shetani ameshindwa. Umweze wapi Msukuma wewe? Hata kusukuma. Umweze wapi? Ndio. Muhaya, unamjua Muhaya wewe? Umerembua kucha ndefu za kubandika mimi. Hapo. Yes. Unatembea na kanichagua, kanipenda, kakuchagua Wewe. Kakuchagua ukabebe mikoba ya kwao. Upambane na mizimu ya kwao. Ndio. Sio kwenda kubebwa. Hapana. Sio kwenda kulishwa. Hapana. Sema amina ya raha. Amen. Hujaelewa kitu nachosema. Amen. We mwenyewe kuoga shida. Yes. Sasa huu kiumbe mzito unatakiwa ukamchemshie maji ya kuoga. We mwenyewe kufua tabu zako mwenyewe unazifua baada ya wiki 3. Hapo. Kiumbe mzito unatakiwa umfulie kila inapoitwa leo. Jikune tu. Hujawashwa vizuri. Ngoja bado nakuja. Aya. Ye mwenyewe ni kiumbe mzito. Ndio. Ananuka sigara. Ni kweli? Anapotaka kukubusu. Hapo. Ameshapiga makande mboga nini. Makachumbari. Yes. Mdomo apigi mswaki. Yes. Anapiga mtindi, maziwa ya mtindi, alafu anakuchumu hapo na mtindi wake. Yes. Ye mwenyewe anatoka jasho, hajafanya kazi yoyote. Hapo. Na jasho lenyewe ni kikwapa. Wewe. Yes. Kiumbe huyu. Wewe ndio unasema mimi nimeamua nibebe hilo jukumu. Nilitue kwa mama mkwe na baba mkwe na ukoo. Ukoo wenyewe umemshindwa. Hapo. Yes. Alafu unasema nataka anibebe. Utasubiri sana. Kabisa. Na kama ni kiumbe wa kuzimu, sawa. Kubeba atakubeba. Kabisa. Tena asubuhi kabisa. Atakubeba, lakini siku atakapo kushusha shimoni, kukurusha shimoni, unapasuka vipande. Hapo makofi yote yatakuwa hakuna. Nataka na kukaanga kwanza ni kuweke sawa. Amina. Unapotaka kuingia kwenye ndoa, sawa, ni jukumu. Si muda wako tena. Sio. Ni muda wenu. Kabisa. Ulikuwa unatoka muda unaotaka, unarudi muda unaotaka. Ni kweli. Sasa hivi utaulizwa uko wapi? Ulikuwa unafanya nini? Leo hamna kwenda. Leo hakuna kutoka. Vaa hiki, acha hiki. Hapo. Yes. Piga mswaki. Oga, nenda kaoge. Hapo. Yes. Usipooga tusisemeshane. Hapo. Simu zikiita sharti utoe maelezo nani kapiga. Wewe. Zamani ulikuwa unajipokelea tu mwenyewe, ofisini hii hapa, jirafiki hii. Sasa saa hizi umeingia kwenye 18, toa maelezo. Anayepiga simu ni nani? Message zote sharti na yeye achungulie Mungu. Hakuna tena cha siri. Zamani ulikuwa unakula unachotaka. Lakini ukishaingia kwenye 18 sharti ule anachotaka mwenzio. Kabisa. Nakwambia utakula michemsho nini, vitu loshoro, ng'ande za kibosho nini. Yes. Vitu tu.
ambavyo vya ajabu ajabu. Ni kweli. Ndio hivyo, si umeolewa na Maasai, kula loshoro. Kula. Ndio kaji usema sio mimi. Jikatae. Hapo. Si unataka kuolewa? Yes. Haya mambo sharti uyajue. Ndio. Una jukumu. Yes. Ulikuwa unaamka umenuna mwenyewe, unacheka mwenyewe, ndio Yes. siku yako imekuwa. Sasa mwenzako akinuna lazima uanze kujiuliza nimefanyaje tena. Na kuanza kumbembeleza. Utakunywa chai? Hapo. Hamna. Nilete juisi? Hapo. Hamna. Nikuwekee maji? Hamna. Sasa vipi, mbona ueleweke? Wewe niache. Hapo. Yes. Nyumba ya moto, sema amina ya Rabi. Amen. Hiyo furaha unayoitafuta utaipata kabisa kabisa. Furaha unatakiwa uitengeneze wewe mwenyewe. Na hakuna kitu cha ovyo kama mahusiano. Hapo. Yes. Yaani watoto wenyewe katika familia wanaweza kuwashangaa. Mnachogombania ni nini? Chakula hakina chumvi ya kutosha. Mlichogombania ni nini? Maji ya kunawa mikono yamezidi joto kidogo, unataka kunitoa ngozi, umetumwa hapo unichome na maji hapo makali. Mzee, mimi nimekujaribishia kuosha mikono. Yes. Asema umenichoma hapo. Shetani ameshindwa kwa jina la Yesu. Hujakutana na familia ambazo mtoto wa mama ndio kaolewa ama mtoto wa mama ndio kaoa. Hapo. Yes. Ni shida. Sema amen na ubarikiwe sana. Amina. Ni kweli anajua kupenda, anapenda wa mama kwa sababu yeye mwenyewe ana mahusiano mazuri na mama yake. Oh yes. Lakini asikilizi mtu, mke anasikiliza mama yake mzazi. Na wewe unataka kusikilizwa. Yes. Hapo sasa hizo shughuli nazo kuambia sawa ni za huyu kiumbe. Yes. Bado za watoto wake. Hapo. Ubebe mimba yake ya kwanza, ya pili, ya 7 mpaka ya 8. Wewe. Na mimba zao ni za kula mikaa. Udongo tu. Ndio. Vitu tu vichanga kama ni mimba ya nyani, manake nyani ndio wanaopenda kula vitu wana matunda wakati bado machanga. Kabisa. Ni ya nyoka. Manake nyoka ndio wanaopenda kula udongo. Ndio. Yes. Ni ya mauti. Ndio. Manake mauti ndio roho ya kuteketeza, wanapenda kula mikaa. Unapokuwa na mimba. Yes. Akuuzi baba mtu. Kikuuzi na kitoto chake. Kina macho mekundu. Hapo. Kina kichwa vile kama tafali. Kama baba yake vile. Unavyo kama 7 hivi. Hapo. Jukumu. Si kazi nyepesi. Kabisa. Swala la ndoa. Oh yes. Na kama mke wako hakutoka kwa Mungu. Oh yes. Utajuta. Ni kweli kabisa. Mke mwema mtu hupewa na Mungu. Mke mwema mtu hupewa na Mungu. Oh yes. Ni Mungu amewatuma wote duniani. Amen. Mtu mke. Yes. Waje watengeneze taasisi ya ndoa. Amen.
Mahali watapita wafalme, Yes. watapita makuhani, Yes. watapita wafanyabiashara, Amen. watapita wataalamu, Ndio. wagunduzi, Yes. wachungaji, walimu, Ndio. mitume, Yes. wainjilisti, manabii, Ndio. wa kimataifa. Amen. Watapita pale. Yes. Sema amina ya radi na ubarikiwe sana. Amina. Hiyo ni taasisi. Amen. Inategemea mahusiano yenu binafsi na Mungu aliyewatuma duniani. Amina. Na hiyo ndio itawasababisha mumlee mtoto katika njia impasayo. Yes. Ili asiache hata atakapokuwa mzee. Amen. Mtoto atakayemfurahisha Mungu. Oh yes. Mtoto ambaye atadumisha mila za mbinguni. Ndio. Desturi za mbinguni. Mwenye utayari wa kushika sheria. Yes. Na kanuni za mbinguni. Amen. Unazaa vitoto, ibada havitaki. Havitaki. Maombi havitaki. Havitaki. Ukianza kusali wanacheka. Unasali watoto umewabeba mwenyewe. Unasema jamani tusali katika jina la Yesu, nasikia kaanza mambo yake hapo. Ikifika saa ya ibada viko bize. Yes. Muda ule ambao si wa ibada viko kwenye movie nini vinaangalia. Yes. Ikifika saa ya neno ama mahubiri vinaanza kukoroma hapo. Vikilala vikiamka, mwanangu umeota nini? Nimeota nakula makande. Hivi vitoto vinakula tu makande, yani ndoto za kula tu. Atakuwa mchawi ni nini huyu mtoto? Hapo. Yes. Yes. Watoto wote waliokuwa na agano na Mungu walizaliwa wakiwa na ndoto. Oh yes. Za kuota vitu vikubwa wakiwa wadogo. Amina. Kina Yusufu ndio wanaota vitu vinavyotikisa ukoo na familia. Ndio. Kina Rubeni wanasikia ndoto. Yes. Kina Yuda wanasikia ndoto. Ndoto zenyewe zinawafadhaisha. Ndio. Ni kitoto kidogo kinaota. Yes. Namuuliza mtoto, ulikuwa umeota nini mwanangu leo? Leo nimeota nakula maparachichi. Wewe ni kula tu. Yes. Ndoto kubwa ni kuota akiwa anakufukuza na kisu akuchinje nini. Mungu akusaidie. Oh yes. Wewe kama taasisi ya ndoa. Sawa. Usilete baniani. Leta wapakwa mafuta. Amen. Watu waliotumwa na Mungu duniani. Ndio. Kupitia wewe. Sema amina ya radi. Amen. Ambao wanampa Mungu tukufu. Ndio. Wakiwa wadogo, vijana mpaka wazee. Yes. Watakuheshimisha wewe. Yes. Watamheshimisha Mungu. Amen. Wataheshimisha ukoo. Amina. Wataheshimisha taifa lote. Ni sawa ama si sawa? Ni sawa. Huduma zile 5. Oh yes. Huduma zile 5. Huko Yerusalemu. Amen. Kulikuwa na birika. Amina. Lenye matao matano. Kiwakilisha huduma 5. Oh yes. Ambapo yeye alitoa wengine kuwa mitume. Watu waliotumwa. Oh yes. Watu waliotumwa. Sawa. Wanajua walichotumwa. Ndio. Wanafanya walichotumwa. Yes. Na wakimaliza wanarudi kwa aliyewatuma. Amina. Wako wengi. Vipaji
vipaji vyao vimeshageuzwa. Ndio. Hawamkumbuki aliyewatuma. Ni kweli. Hawafanyi kazi aliyowatuma. Ni kweli. Wameanza kumtumikia shetani. Kabisa. Mikoba ya familia. Oh yes. Asema kwenye familia kuna mambo ya mikoba. Mikoba ya uganga. Yes. Kuna mikoba ya ushirikina. Oh yes. Kuna wapunga pepo. Kuna machifu kwenye hii familia. Kuna uchawi. Ndio. Kwenye hii familia. Yes. Kuna uganga. Ndio. Kwenye hii familia. Kuna wambea. Wapo. Kwenye hii familia. Yes. Kuna waongo. Vibaka. Ndio. Majambazi. Makahaba. Yes. Kwenye hii familia. Kuna mashoga. Ndio. Wasagaji. Kwenye hii familia. Oh yes. Unabebeshwa mikoba. Yes. Unashangaa. Watoto hawa. Yes. Mbona maisha yao hayaeleweki? Bwana Yesu tusaidie. Yes. Mbona hawanipresenti vizuri? Ndio. Kwa watu. Kati ya vitu vinavyowapa wamama vizunguzungu. Sawa.